Yes, mtazamaji wa Uhondo TV. Hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Ripoti na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uhondo TV, Uhondo Michezoni. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uhondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Lakini tunafahamu swali kubwa ni kuelekea kwenye dabi ya watani wa jadi, dabi ya Kariakoo, Simba Sports Club ambao watakuwa nakaribishwa na mabingwa wa Kiswahili, sio wengine ni Dar es Salaam Africans. Lakini pamekuwa na gumzo kwa kiasi kubwa kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 15 mwezi wa 6 2025 katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam kwa majira saa 11 kamili za jioni. Sasa Uhondo TV tumeona tuweze kuletea taarifa nzito ambayo imeonekana kuwa gumzo kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu waandishi mbalimbali wameonekana kuipost kwa kiasi kubwa, lakini pia na ni taarifa ambayo imeonekana kuwa gumzo. Taarifa zinasema mdau wa soka nchini Samuel Marwa ameshindwa kesi ambayo alitaka kuzuia mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club usichezwe. Ametakiwa alipe gharama zote za kesi hiyo baada ya kushindwa. Yes, mtazamaji wa Uhondo TV, hicho ndicho kinachoendelea kwa kiasi kubwa baada ya mdau mkubwa wa soka ambaye alisadikika kuwa anaitwa Samuel Marwa kushindwa kesi ambayo alitaka kuzuia mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club usichezwe. Ametakiwa alipe gharama zote za kesi hiyo baada ya kushindwa, na huu ni uchunguzi ambao unaendelea au the best investigation ambayo bodi ya ligi wanaendelea kuifanya kwa kiasi kubwa kushirikiana na TFF, ambapo tunasema kwamba TFF ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, Tanzania Football Federation. Kwa hiyo unaona kwamba kuna nguvu kubwa ambayo bado inaendelea kutendeka kwa kiasi kubwa, wanaendelea kuhimiza kwamba ni kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya, lakini pia ni utaratibu ambao unakuepo. Kwa hiyo cha kwanza inabidi uipongeze bodi ya ligi ambao tunasema kwamba ni TPLB kulingana kile kitu ambacho wamekuwa nakifanya, kwa sababu tunafahamu kwamba Samuel Marwa ni mmoja kati ya mdau mkubwa sana nchini kwenye tasnia ya football au kwenye ulimwengu wa mpira miguu kwa kiasi kubwa, na ni kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa. Kwa hiyo cha kwanza ni kuwapongeza bodi ya ligi ambao wamekuwa na misingi mikubwa ya kujua kitu gani ambacho wanakifuatilia, lakini uchunguzi ambao umekuwepo kwa kiasi hicho ni kitu ambacho unaweza ukawapongeza. Angalia mtu kama Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kushikana na watu kama kina Karimbo Imanda ambao wapo kwa kiasi hicho wanajua kitu gani ambacho wanakifanya. Kwa hiyo inabidi wape pongezi kwa kiasi kubwa kulingana na ule uchunguzi ambao wameendelea kufanya. Yes, kwa taarifa ambayo imetoka unaona kwamba mdau mkubwa wa soka ambaye ni Samuel Marwa, namna ambavyo ameshindwa kesi yake ambayo alitaka kuzuia mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club usichezwe. Na nini kuweka tahadhari kwa wale watu ambao wana imani za kusema kwamba dabi isichezwe kwa kiasi kubwa, kwa sababu bodi ya ligi tayari wameshapanga dabi kwamba ichezwe ambao ni tarehe 15 mwezi wa 6 2025 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam Tanzania. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Aidan Jeremiah.